السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tunaendelea kuzingatia kwenye surat Hud, na tulikuwa tumefika kwenye aya ya 6 kwenye sura yetu hii, aya inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama min dabatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin. Hii ndio aya ambayo tumemalizia kama zakati yetu mara mwisho, na tukaona vipi Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwamba hakuna kiumbe chochote ambacho kinapita katika ardhi. Daba tumesema vitu ambavyo vinakwenda, viumbe ambavyo vyenye kwenda, vyote ambavyo vipo katika ardhi isipokuwa vina riziki zake. Binadamu daba, wanyama ni daba, ndege nani na wengine ambao tuone yote, kula mayadubu ala al-ardhi inahesabu nini? Inaitwa daba. Sawa? Lakini hatusemi wote mpaka wanadamu ni mnyama. Tunasema viumbe ambavyo vinakwenda hapa. Tuwe makini katika hilo, kwa sababu mara watakwambia watu wanadamu ni nani? Wanadamu ni mnyama. Vinavyokwenda katika ardhi. Wama min dabati, vinavyokwenda katika ardhi. Sawa? Ndio makini hapa. Sio katika nadharia za ambao watu wanamuitakidi mwanadamu ni mnyama, alafu akasema mwanadamu ni mnyama aliyekuwa nini? Mnyama wa kijamii. Au sio zile nadharia hizo? Wanasema hivi, sio mara. Kumbuka hiyo. Wanaposema mwanadamu ni mnyama gani? Mwenye ustaarabu Wala ustaarabu kala mwanadamu si mnyama. Sasa mwanadamu anatakiwa awe peke yake. Sawa? Mwanadamu awe peke yake, kwa sababu ana sifa za nini? Ana sifa za kipekee, huwezi kumtia katika makundi mengine. Iko ana sifa mushtaraka, ana sifa zilizochanganya za pamoja, anashirikiana na wanyama wengine, lakini haina maana kwamba na nini? Katika hali ile ikupelekea wewe kwamba kaumbwa na mmoja. Hiyo mwanadamu na wengine wote wanaumbwa nani? Mmoja, ambao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tufahamu jamaa? Lazima kama mtaalamu wa Kiislamu tunapaswa kufanya nini? Mwanadamu kumweka peke yake. Sasa tukazama yeye kaumbwa vipi mwanadamu? Naona kwamba kuzama katika Qur'ani mwanadamu kasifiwa peke yake. Inni jailu fil ardi khalifa. Ndio tuambia Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, alafu akatuonesha vipi kamuumba mwanadamu katika daraja mbalimbali mpaka akafika. Lakini hakutuambia alivyoumba wanyama wengine. Utafanya kategori zako, lakini ya mwanadamu hiyo ufanye nini? Peke yake. Ihtishamu kwa heshima ya mwanadamu. Unapokuja kumtia katika makundi mengine, na maana unamvunjia nini? Unamvunjia hadhi yake. Watu wa jamii sasa watasema mwanadamu ni mnyama aliyekuwa mstaarabu na kadha. Mnyama vipi bwana? Sawa? Hao wengine hawana ustaarabu, hawana kitu, hawakupa. Sio hana ustaarabu, hawakuumbwa kwa ajili ya ustaarabu. Aliumbwa kwa ajili ya ustaarabu ni nani? Ndio maana atafautiana kila kitu. Mwanadamu kapewa ulimi na mnyama amepewa ulimi, lakini ulimi wa wanyama ni sawa na ulimi wa wanadamu. Si sawa. Umepewa tamizati, umepewa vitu maalumu. Ulimi wa nani? Ulimi wa wanadamu. Umepewa kuchagua ladha. Au chagui ladha?
Mnyama anachagua ladha? Hachagui ladha. Yeye anajua kwa harufu ili naweza nikalila basi, akisio kama anachagua ladha. Asingekula tu majani yote unamchukulia ameshakaa siku mbili kwa muuza matunda nampelekea anafani. Anakula. Sawa. Ulimi wa wanadamu haupo kama ulimi wa mnyama. Ulimi wa mnyama hautoi maneno. Lakini ulimi wa wanadamu na nini? Unazalisha maneno. Sawa. Unazalisha maneno, ndo haya maneno anarithisha. Alafu maneno ya mwanadamu anarithisha. Amseli kurisha lazima iwe mali tu, flusi tu au bibi. Ndo mali watu mali ya shekhe. Unarithisha kauli, unarithisha, au sivyo? Ndio ustaarabu wote. Ili uwe ustaarabu wa kudumu umefanya nini? Huwezi kurithisha wengine, utabakia. Unaweza kusidumu kama ustaarabu, lakini unaweza kubakia taarifa zake, sababu ustaarabu nyingine zimeporomoka, haziji tena, hazisimami tena. Lakini zimefanya nini? Leo kizama Ugiriki ya kale imefanya nini? Sio kama Ugiriki ile kwa sasa hivi, au sio? Yunani zamani ndio leo. Yunani ya kina Sokrata na Plato na wengine hao, au sio? Ndio Yunani ya leo. Lakini imefanya nini? Imerithisha vitu vipo. Vitu hivi vilorithishwa vimetoka nini jamaa? Vimetoka na ulimi. Na ulimi tunasema ni kiungo hichi ulimi, lakini ulimi ndio lugha vile vile. Ndio kimesifiwa katika Qur'ani kwamba nini? Ni lugha, kalamu. Sawa, language also. Ndio wanatoa watu wa nini linguistic. Inatokana nini linguistic? Ni ulimi. Na Allah ametuambia wakhtilafi alsinatikum, na tofauti mnaoambanye mkakumbeni na tofauti za ulimi. Hapa tofauti za ulimi nini cha Umar hapa? Kwamba mwingine ana ulimi mrefu, mwingine ulimi mfupi. Lugha ndo zaidi. Na ufasaha vile vile unakuja. Sawa, hizo lugha pia zina ufasaha. Lugha. Ikhtilafu alsina maana tofauti za ndimi, maana tofauti za lugha. Sawa. Kwa hivyo hichi kiungo ndio mwanadamu tuweze kumpeleka tukamtia katika makundi mengine. Ala huyu ni unique mwanadamu. Hasan takwimu kaumbwa. Sasa lugha hasa ndio tunasema kulingana vitu sawa. Kwa nyumba hii kilingana ndio sasa, na nyumba nyingine itakuwa lazima kulingana kitu, lazima kiwe ndio hicho. Wale mapacha hawalingani wale. Ndio mmoja. Asana kwa ndio mmoja. Hamna mtu mapacha hapa tupo uzoefu. Alhaji una mapacha. Una atuambie ndio ile mmoja. Ndio mmoja anakuwa lole. Lakini utakuta wanafanya nini mwingine? Wote mapacha watatu. No. Basi je, nani? Mashaallah. Hasa wewe angalia. Wanalingana hao. Watalingana sura na ile, kuna vitu kila mmoja atakuwa nini? Atakuwa na vyake, au sivyo? Atakuwa na vyake. Tena unakuta wakati mwingine wanalingana sawa sawa, mpaka mtu anaweza akatumia passport ya mwenzake kama passport, picha ya mwenzake akaweka pale, wala watu wasishtuke. Sawa, lakini kuna vitu nini? Baada kuna vitu vinatofautiana.
Sawa jamani. Kwa hivyo ndo adhama yake Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu kamuumba, hapo sana sema wa min dabati, lazima hapo tutofautishe vinavyokwenda katika ardhi. Sio kwamba wote wanadamu ni wanyama. Sasa wale ndio kupeleka katika nyama, ndio wanataka kupeleka ile nadharia yao kwamba sote asili yetu ni nani? Wanyama. Ndio unajua watu walikuwa wanajifanya na akili, wanakuburura mpaka ufike katika nini? Bahala mwenye ukubali ile nadharia yake, sawa? Huko mbele na hata kitaka ufike ukikubali mwenyewe. Ndio mantiki zile mbovu zinavyokwenda. Nakupeleka mpaka pale ukubali, unasema uhalisia. Kwani iko hivi? Kwa hivyo utasema umetokana na sokwe na nini? Kwani basi wabakie baada ya masokwe? Kama wao ndio walokuwa kupiga wanadamu, kwani wabakie? Sio wote wamebadilika. Je, ile nature imewabakisha hawa kwamba mmoja unaona hawa ndo kwa nini select kama hivyo basi? Naomba kwa nini afanye selection kama uchaguzi, kama wengine watoke wengine wafanye nini? Bakie. Kwa kuna nadharia zinakwenda nini? Nakwenda na uongo mkubwa. Sawa. Na baada ya muda ndo zinahakikika kwamba ni uongo, anakuja watu wanazibomoa. Unakuwa zimejengwa kwa sababu kwa fikra maalum mtu alikuwa anataka afikie yeye mwenyewe kwa utashi wake. Sawa, sio kwa uhakika wa kielimu. Sawa. Na ambao utakuta nadharia hizi hazina uhakika nini? Hazina uhakika wa kielimu. Nadharia ambazo kwa sababu uhakika ya kielimu mpaka ibakie ionekane kwamba hii ni kweli, haina mabadiliko. Au sio? Hiyo ndio uhakika wa kielimu. Nadharia zinapiga uhakika mpaka zilikuwa zimetulia, zimeonekana kwenye tajriba zipo, lakini kwa hakuna chochote. Umeanzisha wewe alafu wewe umemaliza. Lakini walodo hizo kina Chazana na wenzake wameleta nadharia alafu wao ndo wakazifunga kwamba hapo ndo mwisho. Mwanadamu huyu ameshakuwa hivi, mwanadamu kamili tena ndo khalas, hakuna tena. Kwa nini wewe uhukumie maumbile kwamba hapa tena ndo khalas, habadiliki? Wewe una mahusiano gani na maumbile? Amekuelekeza wewe? Kwa hivyo unaikuta nadharia haina nini? Ni uongo kabisa, kwa sababu ikiwa na maumbile yamechagua hivyo, umetoka katika mnyama, sawa, tunakwenda fikra yako, amekuwa kama ulivyotaka mpaka akafika mwanadamu kamili, homo sapien, au sio? Shafika mwanadamu kamili. Kwani hapa wao usimamishe tena? Afi tumeona bovu nadharia. Kwani wewe usimamishe hapa kama ukishafika mwanadamu kamili ndo khalas, haiwezi tena kubadilika? Wakati huko ulikuwa mbele, kwa nini asibadilike tena mwanadamu? Choma mgeme majango. Kwani asibadilike tena mwanadamu akaja kiumbe chengine? Maji tu basi. Hamna. Haya. Buka limejaza. Vitu bwana nukta. Kuna ubovu hapo. Mwache mwanadamu bado itokee evolution nyingine. Lakini wewe umeizuia evolution, wewe umeizuia evolution kwa fikra yako. Kwa maana fikra yako sio nini? Sio fikra sahihi. Tumeona jambo. Fikra sahihi angesema kuna uwezekano maadamu tena kufanya nini? Kugeuka tena, wengine akaja kiumbe chengine, sababu zote tumetoka nini? Kime-evolve tu hivi, au sio? Lakini wewe unakisimamisha, na mama umesimamisha wewe, na maana wewe ndio ulikuwa na maamuzi ya nini? Ya maumbile. Sasa fikra kama hizo kuna ndo zinasomeshwa katika mashule na watoto na nini? Mwenye nguvu ndo atabaki baadaye. Umejenga nadharia gani? Za kibabe. Au sio? Ukisema mwenye nguvu ndio mwenye kubaki, maana unatengeneza nadharia za kibabe. Na ndio zinazokwenda hizo katika dunia. Hawachukue
Nadharia zote za secularism zote ni nadharia za nini? Za kibabe. Ndio wanazokwenda nazo wazungu. Naona isomesha. Sawa. Kama Allah rizqwa, Allah Subhanahu wa ta'ala ndio anasema yeye ndio viumbe vyote anavipa riziki. Alafu anajua vinapokwenda, anapotoka na vinapokwenda anavijua. Sawa? Na Allah anavipa riziki mbalimbali. Tena vyote wanasema fi kitabi mubin. Kulun fi kitabi mubin. Riziki za viumbe vyote zimeandikwa. Viumbe vyote hivyo, wanyama na nini pamoja na binadamu vimepewa riziki zao. Ikiwa wanadamu kwa sababu mukalafa wana mambo mengine yao ya ziada katika masuala ya riziki vile vile. Sawa jamani? Tunajua mwanadamu sikaruzukiwa na Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakini yeye ana sasa katika riziki yake tofauti na mnyama. Mnyama yeye akiamka anatafuta nini? Riziki yake mubashara. Mwanadamu sasa katika riziki zake amepewa nini? Maelekezo. Hadha halalu wa hadha haram. Au sivyo? Katika riziki unaambiwa kuna halali na nini? Halali na haram katika riziki za mwanadamu. Halafu vile vile katika kutafuta riziki umetakiwa ufanye mazuri ili zile riziki zako ziingie baraka ndani yake. Ndio katika riziki za mwanadamu. Baraka ni nini maana yake? Tunasema kitu hichi kina baraka, maana kina nini? Baraka maana ni kitu ni ziada katika khair. Ndio maana baraka. Tunasema kitu hichi kina baraka bana. Ile kitu chenyewe kina zidi khairi yake ndio baraka. Sawa? Mtu wa baraka wewe, maana mtu ana khairi. Kama unapotoka kwenda kufanya kazi, unaenda kutabaraka. Maana unasema unaenda kutabaraka, maana unaweza kutafuta ziada za nini? Za khairi katika ile jambo lako. Ndio maana yake baraka. Hapo aliposema Allah Subhanahu wa ta'ala anateremsha maji mubaraka, maji nini? Yenye khairi kubwa ndani yake. Sawa? Tumeona hata kitabu kina baraka, mfano Qur'ani kina khairi nyingi ndani yake. Sawa. Sasa hizi ndio tunasema mwanadamu zinakuwa akenda akitambua nafasi yake katika baraka kwamba yeye anapewa baraka, anapewa riziki na akafanya katika njia nzuri, kwa hivyo anazidisha ile riziki zake. Na kitu ambacho kikubwa kinamsaidia kuongeza baraka katika riziki zake ni ucha Mungu kwanza, takwa. Sawa? Halafu tumeona katika juma ilomaliza tumeona kwamba istighfar tusome katika mwanzo, au sio? Tusome kwamba kuzidisha istighfar, astaghfirullah katika masala yetu. Na istighfar tumesema haiji, sio lazima kwamba mpaka umefanya kosa ndio astaghfiru. La, istighfar wakati wote, kwa sababu wewe una mapungufu. Wewe umetakiwa muombe Allah Subhanahu wa ta'ala, usiwe sana viumbe vingine. Hivyo viumbe vingine pia vinaomba. Napokuwa kuna ukame na nini vinaomba baada ya sala. Baada ya sala kwa zile maktuba zile katika sunani zile zilizokuja maathurat, sawa? Maathura baada ya sala 33 na lakini sio wakati ule tu. Open. Unatembea njiani unaleta istighfar. Unatakiwa ulimi usikauke, uwe ratibu saa zote. Kwa nini? Kwa adhkari mbalimbali. Sasa istighfar tumeona nyuma kwamba ndio sababu ya kupata nini? Kupata neema kubwa, kupata mvua yenyewe hiyo. Sawa? Istighfar hizo, kuruzukiwa ziada, kupata mamlaka. Tabani sio kwa istighfar peke yake tu, sasa mtu basi nitasafiru tu. Istighfar inaambatana nini? Na juhudi vile vile na amali katika Uislamu, lakini yote ndani yake unaingiza. Tumeona mpaka ushindi katika surati Nasr, tumeona Mtume sallam Fath Makkah anaambiwa tukikufungulia basi astaghfiru mola wako. Wasema daraja. Tukikufungulia tukiona watu wanaingia fidini la afwaja,
basi wewe rejea kwa Mola wako, ulete istighfar nyingi. Sawa, ili usijenge kiburi. Sawa, kwa hivyo istighfar ni katika jambo muhimu. Sawa, ambalo linatia baraka katika nini? Katika hizo riski ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutajia kwamba anaruzuku waja wake. Ukarimu katika jambo ambalo linaleta baraka katika amali ya mtu, katika maisha ya mtu, vile vile nini? Aljud wal karam. Aljud wal karam, ukarimu. Hakuna jambo ambalo mtu lina jalb manfaa, linavuta baraka kwako wewe kama mtu kwa karimu. Wewe unaona hata kama wao, maana yake kwa leo una ukarimu wa ndege tu, wa kurusha ndege tu chakula, basi ni alama yani ni kwa mtu kama yule, kama ukarimu. Sawa, kwa sababu ndege hawashuki isipokuwa kwa nani jamaa? Makarimu. Ashaoba ndege hawashuki nyumba isipokuwa nyumba ya nani? Mkarimu. Maana wewe iko una tabia nyumbani kwako pengine kumwaga mtama, kumwaga nini, ndege wanafanya nini? Ni alama ya ukarimu katika nyumba yenu. Sio kwa wewe ukarimu kwa binadamu wenzio. Kwa ukarimu unasogeza nini? Unaongeza baraka katika mali ya mtu, ni maisha ya mtu. Hata kula jamaa. Hii kula wewe mwenyewe unapokula, basi kama utakula vizuri inakuongezea baraka. Tasikia kwa watu tupute kidogo. Wao. Alhaji tupute kidogo. Sawa kidogo. Wacha mvua itafanya tutumie nguvu zaidi ya kuzungumza. Sawa, natosha. Kula jamaa. Vipi kula inaweza kaongeza baraka katika chakula chako? Iko na kula wewe chakula chako, humwagi chakula mfano, ongezi baraka. Iko nyumba haimwagi chakula, nyumba hii inakuwa na baraka ya chakula. Lakini kwa nyewe mnakula alafu nini? Kinachomwagwa ni kingi kilichotolewa, nyumba haingii baraka. Mnaweza mkaona mna vitu vingi, mna chakula kingi lakini hakina baraka, hakina kenda ndani yake. Tatizo sio watu na kitu kingi. Je, kile kina khairi ndani yake? Umeona jamaa eh? Unakula pengine unamwaga pot nzima wewe asubuhi unamwaga. Hakina mlaji. Au unapokula mwenyewe tu, unasema wewe chakula chako mpaka haruki, sahani umejaza kisasa sawa, mwisho umalizi wewe hivyo mlima, alafu umalizi, baraka iko wapi? Ndio maana Mtume sana anataka tukila tumalize kile tunachokila. Sawa jamaa, kwa sababu baraka inaweza kaemo ikakwemo kwenye ile tonge ya mwisho, ndo khairi yako katika chakula kile. Vipi? Kile cha mwisho inaweza kwa kile ndo Allah ndo chenye baraka wako kile. Sasa wewe ukakosa pale. Kwa adabiati za kula ndio mtu unakula nini? Chote. Sasa iko una mtindo wa kutiliwa mlima, weka sahani nyingine. Sawa? Kwa sababu jamaa, kila mtu katika kula watu hatulingani jamaa. Hiyo tutambue kabisa. Yaani tusije tukasema kwamba Uislamu unataka tule kidogo. Kula yenyewe kidogo kwa kila kiasi cha mtu. Mtu kama wale walikuwa wakimtesa Msele yule Hadidi, washamkuonesha minazi 5 6, halafu uje kumpa nini? Umpe kisahani cha chai na ukamwekea na bilinganyo wewe kulikaanga, utafanya nini? Atakufa.
au sio? Kwa hivyo kidogo ni ile kwa mujibu wa nini? Hali ya yule mtu ndio kidogo chenyewe. Yeye ndo anajua hapa nimekula kidogo. Sawa? Mfanya kazi mtu alotoka pwani baharini kutwa nzima kesha pambana na chumvi na nini najua alhaji kula yake na kwa saa sana wewe ukaandika karatasi juu ya meza. Wewe unaweza siku mbili usile. Au sivyo? Mwandishi anaweza kaka siku nzima asile mpaka inaingia nimekula sijala. Kanywa chai tukikombe na kahawa basi. Kwa sababu yuko nini? Hana harakati, hana movement yote. Mtu anakuwa ofisini ndio maana ofisini anakuambia mimi biskuti mele. Ngoja kanunue biskuti pale. Au sio? Kikombe cha kanywa sana juice ya ukwaju na nini. Tena anafyonza kidogo kidogo. Lakini nenda baharini. Au nenda mjenzi Chabu anajua kishanyanyua matofali haya hapo mwambie upeleke vitu vile. Vitu moja. Lakini kile chakula cha mwisho ni baraka ndio maana tunakiwa kile ukimaliza. Kwa hivyo utie kidogo kidogo usibakishe katika chakula. Kwa vitu moja baraka. Sasa hapo ndo kuna ile tonge ya mwisho ndio inawezekana ina baraka katika chakula chako. Sawa. Ukweli unaingiza baraka katika masala yetu, katika riziki zetu. Mtu unapokuwa mkweli katika mambo yetu unakuwa na baraka. Na ndio maana sasa hivi ukakuta watu wengi tunafanya mambo mengi lakini hana baraka kwa sababu pia tumekosa sifa moja ya ukweli. Sio ukweli jamaa. Jamii ukisema sasa hivi katika hali katika jambo moja hapo sifa kubwa moja ambayo imepotea ni sifa ya ukweli. Kama mtu anaitafuta itafute hii. Waliyadhu billah Allah tuepushe na hili. Illa man rahma rabbu bala Allah alorehemu baadhi wala tatu ndio kwa mtu yuko nini sadiqina katika masala lakini watu wengi hatuko katika nini tufahamu hatuna sio kweli ndani yake. Unapenda kudanganya katika masala. Kila wakati mwingine unaweza kukuta mtu na inapokuja mpaka wale watu wanotarajiwa katika tunasema milhul balad sawa. Jomba wanafanya ile randomly ile kwa wanachukua watu wengi lakini ndio katika wale watu wengi wanawafanyia wengi wao wanakuwa nini? Wanakuwa uongo uko mbele zaidi. Kwa hivyo unaweza sometimes zikasaidia tu data katika mfano wao umechukua kama akafanya tafiti watu umeenda kufanya watu 1000. Mtizame katika watu 1000 wangapi watakuwa ni wa nini? Kwa kweli na wangapi watakuwa waongo. Kwa hivyo anakuja katika 1000 anapata 950 waongo, 50 ndio walikuwa nini? Wa kweli. Kwa hivyo hapa una nini? Unadhara ile unaipeleka katika jamii, unaonesha katika jamii kwamba waongo nini? Ndio sehemu kubwa. Yote uongo, ushi yote ni hadaa, yote ni katika nini? Ni katika uongo hizo vitu kwa sababu kitu uongo sio ule uongo wenyewe, uongo na kuna ushi ni uongo hata kwa sababu ushi umedanganya. Unapotea mazao kaongeza maji, sabuni kiwandani akakuletea sabuni unaleta siku hizi fake au sio? Ni kweli sio inawezekana kwa sababu katika viwanda vingi mambo kama ndani yake. Viwanda makubwa mingi na urushi jamaa. Au sivyo? Wewe sabuni sasa mtu sababu yangu kipenzi kaniletea kanikumbusha zamani tunasoma. Akaja hivi karibu kutembelea akamwambia nikuletea kitu chako utakikumbuka zamani wewe ndio unaambia kitu hichi. Unajua nini? Wakati huo kaniletea sabuni dovu. Dovu. Wakati huo je Umar. Mage ndio mashababu. Kamchukulia akamletea sasa ipate juzi kasafiri na pala akaikuta dovu akaletea. Kakuta nje. Lakini si dovu ya zamani kama ile zamani. Haina nini? Hakuna ina harufu ya dovu. Sawa. Kila ni si dovu ndio kwa mimi nikipenda. Je. Pia si ndo kabisa.
Kupati sababu labda mtu akutoa atoke Uingereza hapa kuletea sabuni. Pia sasa ndio utapata sabuni lenyewe au ile manake ni harufu ya kichungu nzima. Sasa wewe nenda katika hivyo. Tena matangazo Abdullah ya biashara yote. Magodoro mingi sasa chakua sana. Magodoro ya kulalia. Yanaumiza, sio kama unalala katika godoro unajifeel comfort, unaumia wewe unalala. Unaona bora ulale nini? Tazama. Kwa hivyo alipofanya hivyo randomly tukachukua, lakini ina nini? Sample zake fanya, lakini inaingia katika akili. Sawa, kwa sababu utakuta. Na ndo mapenzi uongo. Ale mapenzi sasa sasa anacheka. Kwa sababu sasa mtu ataji nini? Ali apendo atajikwabua, atavaa hichi. Na ataongeza nini mwanamke? Nywele umeone na manywele marefu mazuri nini? Atajipiga sindano avimbe aonekane apendeze zaidi. Kila pana tusivitaje viungo, lakini anatumia nini? Sasa si uongo. Ndani ya internet hamna mapenzi ya uongo, watu wanatafuta marafiki kwa uongo, alafu kumbe mtu ni jambazi. Kwa hivyo hiyo inaelekea mataifa makubwa yanaongoza katika kwa nini? Uongo mtupu. Tumeona vita vyote vinakuwa wechi katika dunia, vitu vikubwa vya mataifa makubwa vingi vya uongo chali. Au si kweli? Vietnam vita vya uongo. Korea vita vya uongo. Bosnia vile. Amsema kama utafuatilia vile vita vya Bosnia na Herzegovina na Serbia. Ndani yake pia kuna nini? Uongo mkubwa. Wakauawa Waislamu lakini wakajidai vita vya Waislamu na nini? Lakini wao kwa ajili ya kuipopotoa Serbia sio na nguvu katika eneo lile. Lakini ili wakapiganisha na Waislamu, wakaachia fursa wapigwe Waislamu, wakajiona kama wale wa Serbia watu tunapiga nini? Tunapiga Waislamu kubwa, wanapigwa wao wasiwe. Vita vya Iraki na Marekani si vya uongo. Mataifa makubwa yote hasa hayo Marekani ya uongo ndo. Afghanistan hakupiga kwa uongo. Sasa ni msimu wa uongo Sawa. Ulimwengu ima ukweli unaendesha ulimwengu kwa vitu viwili jamaa. Sifa mbili ndio zinaendesha ulimwengu daima. Ukweli na ima ukweli au uongo basi. Katika posa zetu. Ndio nimesema mapenzi ya msele tena si ndio inaingia huko posa zinaingia. Na sherehe pia zinaingia uongo. Maana mambo chungu za sherehe zetu za ndoa hizo wanasema zinaingia nini ndani yake? Uongo mtupu, watu wanadanganyana mule wanakwenda na vitu vingi ni fake vinaingia. Dini. Watu wanadanganya watu mafatwa ya kutaka kujikubatizia watu manafasi. Si uongo. Itikadi zile zinaingia. Na nyingine ndio zinopeta yale madhehebu zipate nafasi zisitumie uongo. Sawa, na madhehebu nyingine kama mfano zaidi ya Shia mengine yote mna vitu vya maajabu. Unaona kama pana nini? Pana uongo hapa. Lakini ndio ulie upate ndio vile kama ukulia. Asema changiwe na 700 atakufanya dua kubwa ya kuombea amani nchi yetu kwa sababu uchaguzi unakaribia. Sio kuku 7, ngamia. Ngamia ngapi? Ndio nataka kusema, ndio nimekumbuka ya bei ngamia. Aliniambia msema ngamia moja milioni ngapi? Milioni 7. Ngamia Sheikh, moja milioni 7. Sasa nataka 7, milioni ngapi hizo? Dua tu. Pengine ndio kiingilio cha dua yake hiyo. Sasa hapo si uongo?
Kana 81 mwanamke mmoja tu. Ndio mnakuja ni mnaingia kati tu. Ana watatu wanataka kuongezana. Mimi sina mke. Ukishafika Sama zile. Kwa hivyo hiyo fikra hiyo alosema huyo, sababu research kama zile mara nyingi zinafanya unafanya random tu, unakisia tu nataka kufanya watu mimi sample zangu watu 3000 au sio? Nataka kuzama katika 3000 zimekuja vipi? Mshona data zinakwambia, taarifa zinakwambia katika watu 3000 atumia 7 ndio walosema ukweli. Kwa hivyo maana walibakia wote kuna element za nini? Za uongo ndani yake unapeleka katika jamii kama katika dunia waongo. Na hiyo ni kweli jamaa. Wengi katika jamii ni katika dunia wengi ni watu hawaamini kuliko muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalila min ibadiyani shakur mfano. Kwa hivyo maana watakuwa ni hao. Na vitu tumeona ndugu. Kwa hivyo sasa je, italeta baraka? Italeta baraka. Mwenye nguvu hana baraka, ndio unaona mataifa makubwa hana baraka katika masuala kwa sababu uongo. Veto zote ni uongo. Zile veto katika Umoja wa Mataifa zote ni uongo. Kwa sababu ili azuie wewe, mfano leo kuna mswada nchi bana isaidiwe vita vinyamazishwe vimalizwe, watu wapelekwe msaada Gaza. Wewe unakuja unaleta sababu zako, nini alafu unasema unakataa. Sasa sababu kweli ulitumia pale za ukweli zitakuwa. Wakati watu wanakufa, wanawake, watoto wanakufa, unaona kila kitu. Ashla mapande tu ya watu kwa mizinga mikubwa. Alafu unakataa bado. Sasa je, ile Umoja wa Mataifa pale panakuwa na mistakia? Panakuwa na uongo mtupu. Ndio maana wale balozi kama utamsikiza balozi wa Algeria akisema maneno mazito ya juzi ya Umoja wa Mataifa. Nasema tu watu wa Gaza hasa tusameheni. Hatuwezi kusaidieni. Tunachokifanya maana hakuna nini? Azungumza kama mtu hebu rejea kaitazame ile kauli alozungumza. Tena azungumza kwa Kiarabu, azungumza kwa Kiingereza. Very nice speech maana ina simua sa give forgiveness to forgiveness anaomba. Forgive us watu wa Gaza. Forgive us watu. Sasa ana uongo mtupu. Nini balozi wa Algeria kwenye Umoja wa Mataifa. Naona sasa anaona kama kuna nini jamaa. Kuna kama kajibu akasema hatuna muda wa siasa. Lengo letu ni kupitisha vita, kurudisha mateka, kupeleka msaada Gaza. Azimio la juzi Kalipin. na Umoja wa Mataifa ndio ambalo nimetaja mambo hayo. Aya. Uongo maki wale unasema hakuna hata mmoja pale Makedonia akamvamia wale waongo. Tumeona jamaa uchumi dunia wote ni uongo mtupu. World Bank hizo nani zote ni uongo, zote ni kwa ajili ya nini? Saitara mataifa makubwa kina Ulaya. Ndio maana watu wanapapatua. Wanaongea kina Putin wanapapatua, kina mwingine na kina China wana haki kitu mingi. Sasa unaona watu wana nini? Wana dhulma zimezidi baki kuliko kupita kiasi. Sasa ndio sawa sina al-kadhib. Ndio maana mtu sasa anasema watu viongozi wanakuwa waongo, hawezi kuingia nini? Hawezi kupata pepo. Kwa sababu wana majukumu makubwa. Ghash, kiongozi ghash ile raia hawezi kupata pepo. Ndio nasema msele. Kiongozi ambaye anaghushi watu wake hawezi kupata pepo. Na ndio amekataza kiongozi hata kusema amekutoa ahadi zile za uongo za kwa haziwezi asiseme. Kwa katika mambo ya uchaguzi ukaambia mimi naenda kufanya nini ingepata usiseme. Usisome nitakufanya nini na kama ukishindwa ukatoa inaitwa ahadi hewa haitakiwi katika Uislamu. Sema vile ambavyo nitakufanyeni nitaviweza kufanya. Bwana nikija mimi nitakutengene hichi na hichi na hichi na uwezo wangu. Wengine siwezi kusema. Ikija nikibahatika basi. Lakini wewe unatoa mahadi tele. Ni fani, amesema kasema fani hapa uongo. Unaona mimi nikisema nitafanya hivi tu wenzangu watafanya. Wao niseme naongeza dau la uongo. Mwisho wa siku nyote hamu mfanye. Waliyadhu billah. Tumalize kwa hivyo ndio tumejaribu kwa hapa kusema nini?
tumezama vitu ambavyo vinaleta baraka, au sio? Vitu viko kwa mujibu ya haya tumeongezea hapo. Ibada kwa wingi vile vile tumesema zaidi za sunna, kwa sababu ibada za sunna, ibada hatuwezi kuongeza sisi katika ibada isipokuwa kwenye nini? Sunna ndo zino ziada katika ibada zetu. Funga za Jumatatu, Alhamisi au siku gani zile zimekubalika, sala za sunna vile vile, na muhimu mno jamaa. Tusiwache kusali sala za sunna majumbani. Nyumba zenye kunawiri ni nyumba ambazo watu wanasali sunna. Baadhi ya sunna zako ziweke nyumbani. Utaka kusali zile dhuha, kama unaweza ukifika nyumbani utasali, basi bora usali nyumbani. Maana wakati mwingine mtu anaweza kusema akifika nyumbani utasali, usisali. Uko msikitini bora wahi kabisa, sawa? Sala zile witri na nini, kama unazoea kusali msikitini moja kwa moja, jaribu nyumba inawiri na baraka kwa sababu ya ibada. Qiraatul Qur'an majumbani, sawa? Qur'ani sasa hizi ndio zinazozidisha baraka katika majumba. Kinyume chake mambo mengine yanaondosha baraka, tunajua kama tulosema. Na mingi naona katika uongo, mfano dhambi nyingi watu nakosa, maasi, hadaa hizo, ghushi, uongo, au sio? Riba, tamaa, hivyo ndio vitu ambavyo vinaondosha nini? Vinaondosha baraka. Alafu mtu kumwombea mwenzio dua mbaya. Kumwombea mwenzio, Mungu Allah jalie mali yake, Mungu atakulani. Au ana mali, Allah ajalie afilisike fulani, inaondosha baraka. Na wako watu jamaa wanazostahili hizo. Japo kidogo yeye ana nini? Anakulani tu. Sawa, anakuwa pizza. Watakupa cha kukupa. Hatari. Je, wewe piki umeomba vile imefika katika saati al-qabuli, je? Umeamka alfajiri usiku au ukapiga kitu hicho, Allah akapokea dua yako. Au siku ya Ijumaa pengine kuna saa wakati muhimu nini? Wa dua, umeleta dua. Istijaba. Saba saa tulijaba. Baada ya sala umesujudu ndani yake, bomba mwenzo dua mbovu, Allah akipokea. Hatari. Sawa. Kudhulumiwa mbali, kudhulumiwa wewe, alafu nukta nzuri kabisa. Kudhulumiwa wewe humwombei mtu dua mbaya. Unamshtakia Allah subhanahu, ya Rabbi, nirejeshe haki yangu fulani. Humwombei mtu dua mbaya. Na ndio maana wale watu wa kheri wanapofanya makosa haombei watu dua mbaya. Anasikitika kwa Allah, ya Rabbi, lakini yeye anamwambia Rabbi, muokoe huyu katika dhulma, mtoe katika dhulma. Kwa sababu wewe nukta nzuri sana, wewe ukimwombea mtu dua mbaya ndio unamthibitisha katika nini? Azidi kuwa mbaya. Asa wewe dhalimu mtu, unamwambia Allah mbakishe katika dhulma yake, umemwombea. Sasa wewe ndio umemwombea dua nzuri. Rabbi, mtoe katika dhulma huyu, Rabbi mrejeshe mja wako katika salatu mustaqima, aache dhulma za watu. Lakini ukimwambia wewe kama mtu unaona dhalimu, unaenda ndio kama unamwambia dua au unampiga, unamuua pale, umemkuta tu basi. Sasa wewe umemuua, una maana umefanya nini? Naona kwa umefanya kosa kubwa yeye kuliko ile alofanya yeye. Kwa hivyo unataka kufanya nini hapa? Kwa hivyo watu wa kheri daima hawaombee watu dua mbaya. Toke katika Mtume sallallahu aliombea watu wa Taifa, aliombea dua mbaya. Kuna adha kama alipokuwa sallam. Lakini kafanya nini sasa? Allahumma ighfir li qaumi
innahum la ya'lamun, wasamehe watu wangu hawajui khairi nilizokuja nazo. Sasa wewe unamwombea mtu dua mbaya, unamthibitisha katika ubaya. Muombe dua Allah mtoe katika nini? Katika shari. Nafikiri tumepata chango na mfano ndio tunapata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nafikiri tumalize hapa leo. Tumejaribu kuanzia zaidi katika aya hii tunasoma sana baadhi ya vitu hapa alipotizama, akasema hii tusimame kidogo kwenye riski hapa, tuzame vipi baraka riski inakuja. Kwa hivyo nataka naomba radhi kwa kubakisha baba, tulisema leo tutakwenda mbele nafikiri, lakini itakuwa imetupeleka kufahamu zaidi haya, au tunasemaje? Jazakumullah khair.